Kwanza nikushukuru Waziri Mkuu na Mheshimiwa Spika kwa kazi kubwa mliofanya jana ya kupokea ripoti ambayo ni muhimu sana katika maendeleo ya nchi yetu. Lakini nipende kukushukuru sana wewe Mheshimiwa Spika pamoja na kamati hizi mbili kwa kazi kubwa waliofanya, kazi iliyokuwa ngumu ya kusacrifice maisha yao, kwa sababu unapokwenda kumchunguza tajiri ujue umeweka rahani moyo wako. Lakini wamefanya hii kazi kwa uadilifu mkubwa. Ni wabunge wa vyama mbalimbali, lakini walishirikiana kwa umoja wao kwa kutanguliza uzalendo na maslahi ya taifa letu la Tanzania. Nawashukuru sana waheshimiwa wabunge na kushukuru sana Mheshimiwa Spika pamoja na wenye viti kwa kazi hii kubwa. Taarifa hii inakumbusha hali halisi kwa jinsi taifa letu limekuwa likichezewa. Wakati napokea taarifa ya kwanza na ya pili hapa iliyohusu dhahabu, nilikuomba Mheshimiwa Spika kwamba bunge likatusaidie katika maeneo ya almasi na tanzanite. Mheshimiwa Spika, ulikuwa na uwezo wa kukataa, lakini kwa uadilifu wako na mapenzi makubwa ya nchi yako na maslahi makubwa mapana kwa ajili ya taifa hili, ulienda kwenda kuunda hii kamati. Na siku moja ulinipigia simu ukaniambia namna ya kuunda hii kamati sijui nitawachagua wakina nani. Nikakwambia Mungu atakuongoza, chagua watu ambao maslahi ni ya taifa. Na kweli ninaamini Mungu alikuongoza, ukateua wenye viti hawa wazuri, ukateua wajumbe hawa. Ndugu zangu, nasema kwa dhati kutoka moyoni na wapongeza sana. Mmefanya kazi kubwa kwa ajili ya taifa hili. Nchi yetu imechezewa sana. Na hawa wanaotuchezea sifahamu sisi wanatuona kama ni binadamu au ni majitu tu. Sina uhakika kama wanajua sisi ni binadamu, kwa sababu ungejua hata kama tuna ubinadamu wa aina fulani, wangetoa hata percentage kubwa kidogo ya kuweza kuwafanya hao binadamu waishi. Ukiangalia maeneo ya machimbo au palipo na mgodi wowote, uwe wa dhahabu, uwe wa almasi au wa tanzanite, unaweza ukaona maisha ya wananchi walioko pale. Lakini angalia maisha ya jumla ya Watanzania yalivyo, shida walizonazo. Ninajua leo Watanzania wanatuangalia hapa, kila mmoja ajiangalie yeye pamoja na jirani yake wana maisha gani. Lakini ni kweli Tanzania tulitakiwa tuwe na maisha haya. Mungu alituumba akatupa na rasilimali hizi za kila aina. Tanzania kila kitu utakachogusa
kipo tu. Hata ungeenda kwenye wanyama, Tanzania ndiyo ya pili duniani kwa kuwa na vivutio vingi baada ya Brazil. Kwenye madini sisi kila mahali, mtu hata ambaye hakusomea madini akichimba anayapata. Lakini hebu angalia watu wake, maisha tulionayo. Mheshimiwa Zungu amezungumza yale yaliyochimbwa, yale mabaki tu yana thamani ya zaidi ya trilioni 2.3. Reserve iliyopo pale ni ya matrillions, lakini zote zimekuwa zikisombwa. Wakati nikianza kuzungumza kuhusu haya masuala ya wizi wa nchi, wapo wengine waliona ninazungumza tu kutoka hewani. Nataka niwaeleze, tumefanya research ya kutosha, tulitumia baadhi ya wafanyakazi, tulitumia forensic investigation, na ndiyo maana nikitoa mfano, kwa mfano kwenye dhahabu tuna information zote, tulifyonza data zao zote kwenye migodi yote, na waliposhtuka wakabadilisha kompyuta zao zote, it was too late. Tuna communication zao zote za email zote. Nataka niwaeleze Watanzania ili mjue zote walivyokuwa na communicate na jinsi walivyokuwa wakipanga mikakati ya kuiba, wakishirikiana na watendaji wengine na wengine wa Tanzania. Tuna information zote. Tulitumia watu wetu. Wapo wa Tanzania ambao ni wazalendo sana, wapo, na ndio maana hawa wazungu wa dhahabu mpaka leo wapo wanazungumza. Walikuja 14, mpaka leo wako 25. Wanaenda kule, wanajaribu, wanaongeza. Sisi idadi ya watu wetu ni wale wale, lakini tumeamua kuwa protect vya kutosha. Wako wengine wanasema mbona hatuwaoni wanaozungumza nao? Tukiwa expose, maana yake tunawaleta katika maisha ya ajabu. Lakini nataka muamini wa Tanzania, wapo wa Tanzania waaminifu ambao wanazungumza na hao. Kwa hiyo ninachotaka mimi kuwaomba wa Tanzania, tuvumilie. Hii ni kazi nzito. Nilikushukuru jana Mheshimiwa Spika ulipokuwa ukizungumza. Kuna watu wengine wanapewa viherahera kidogo, anaenda anaandika article kwenye gazeti, anasahau mantiki na umuhimu wa swala lenyewe. Kwa hiyo swala la uzalendo ni muhimu sana ndugu zangu. Katika vita hivi vya kiuchumi, ukiangalia tunayofaniziwa kwa sasa hivi sisi kama nchi, ni sawasawa na kusema kwamba hatujapata uhuru. Tuna bendera, tuna nini, tunasherehekea, tuna wimbo wa taifa, lakini mali zetu zote zinachukuliwa. Uhuru wa kweli ni uchumi ambao utalisha watoto wako, utapeleka watoto wako hospitalini, utatengeneza barabara, utaendesha nchi kwa manufaa ya wote. Kwa hiyo tumekuwa tukitumia baadhi ya Watanzania ambao ni wazalendo kuriski maisha yao
lakini ili tupate information. Hili swala kwa mfano la Tanzanite, najua mna flash, ngoja bado hamjanikabidhi hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini mimi nilikuwa nayo yangu pia. Nimekaa nayo kwa muda mrefu. Wapo Watanzania wazalendo wanaofanya kazi kule. Mwingine unaweza ukamwona ni mchimbaji tu, mwingine unaweza ukamdharau tu ukasema huyu si chochote, lakini wako kwenye kazi hii. Kwa sababu ni vita, tunajitahidi kwa mbinu zote kutumia hizo mbinu za kivita. Maaskari wetu wanafahamu na maaskari wengine wote, unapokuwa na vita huwa wana tabia ya kutuma baadhi ya maaskari kule kwenda wakawe pati ya maadui. Atafanya kazi kama ni adui. Hata akiamua siku nyingine kwenda kupigana, atapigana kwa upande wa adui. Na wale watu maaskari wa namna hiyo wanapokuja kujulikana, adhabu yao huwa ni kifo. Na askari wa namna hii anapotumwa kwenda kwenye kazi hiyo, huwa anajihesabu maisha yake ni hafu, kwa sababu kuna probability nyingi za yeye kuuawa. Anaweza akauawa na maadui, lakini pia atakapotoa taarifa kwa maaskari wenzake kwamba tuko mahali fulani, labda bondeni, wale wenzake watakapoanza kushambulia wale maadui, uwezekano wa yeye kushambuliwa nao upo mkubwa. Na saa nyingine maadui wanapotekwa, asipoangalia anaweza akauawa na watu wake, mpaka pawepo na mtu ambaye atasema jamani, huyo ndiye mwenzetu. Na inawezekana anaweza akatambulishwa hivyo wakati ameshasulubiwa vya kutosha. Sasa nataka niwaambie kiukweli tu, katika mchakato huu wapo wenzetu tuliowatuma. Kwa mfano kwa sasa hivi kwenye hidha almasi, siku 4 kama 5 zimepita, tumeshika shehena ya almasi pale yenye kilo karibu 15.5 19, yes. Na imegawanyika katika klasi zaidi ya 3. Kwa taarifa niliyoipata mpaka jana, wao walikuwa na claim ile ya almasi thamani yake ni dola milioni 14. Tumewapeleka hao maaskari wetu ambao walikaa huko. Ile dhahabu, ile almasi zile kubwa waliclaim ni kilo 4. Mpaka jana walipokuwa wakizipima zilikuwa kilo zaidi ya 8. Bado wanafanya klasi ya 2 na ya 3. Kwa hiyo thamani iliyokuwa inazungumzwa dola milioni 14 inawezekana itakuwa dola zaidi ya 20 au hata 25, hata zaidi ya hapo.
Lakini cha kushangaza, vile vifaa vya kuverify Wizara ya Nishati na Madini ambayo ndio mhusika hawana. Hata zile beam balance. Kwa hiyo kule huwa wanapima wao walioko hao maofisa wawili aliowazungumza mheshimiwa hapa, wanaangalia tu vinasafirishwa, vinapofika airport hakuna mtu mwingine wa kuverify, vinaondoka, tunasindikiza. Kwa hiyo ni kama unataka kupigana na adui halafu kaazime bunduki ya kupigania na umwazime huyo adui. Hiyo ndio imekuwa hali halisi. Sasa kwenye kilo hizi ambazo tumeibiwa, zimesafirishwa almasi mara ngapi? Ni kilo ngapi zimesafirishwa? Sasa mtashangaa ndugu wananchi, wanaofanya hiyo kazi ni Profesa Mruma. Aliyevumbua hayo mabaya ni Profesa Mruma. Aliyekuwa anatupa information zote za kule mpaka sisi wengine tukafahamu kwamba kule tunaibiwa, tunapigwa, kwamba ilikuwa share 50% mpaka 25 na documentation zote. Ni hiyo hadithi ya askari unampeleka kule avumilie hata kama wakitekwa na yeye anatekwa. Bodi oye. Kwa hiyo napenda mimi kuwashukuru sana tume za Bunge. Mmefanya kazi nzuri. Nataka kuhakikishia yote yaliyoandikwa humu 100% serikali itayasimamia. Haiwezekani Tanzanite iko kwenye wilaya moja tu. Kwa miaka yote sisi tumefaidika 5.2. Ni aibu. Hata kama tungeamua kujenga ukuta kuzungusha wilaya yote, tungeweza. Hata tungeamua kufunga kamera kwenye miti, kila mmoja tuone, tunaweza. Walinzi wetu wapo na ni waaminifu, lakini tumechukua walinzi wa nchi zingine ndio wanalinda pale. Kwa hiyo nchi yetu kweli ni ya maajabu. Ina maajabu mengi duniani ya pili, lakini ajabu moja wapo ni pamoja na hili, kwamba hatujali hata mali zetu. Na hata tunapojaribu kujali, saa nyingine wapo wengine wanajitokeza wa ajabu zaidi, wanatukana. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi nakupongeza sana na wajumbe. Mheshimiwa Zungu, kweli nakupongeza, na Mheshimiwa Biteko nakupongeza, pamoja na Mheshimiwa wabunge. Hii ripoti hii inanipa sasa mwanya mahali gani naweza nikawa nachagua hata wasaidizi wangu. Ili wakiweza sasa wakayatekeleze haya. Tumeonewa mno. Lakini ni lazima niseme pia kwa uwazi kabisa. Mheshimiwa Spika, umeeleza bayana hapa kwamba kuna watu saa nyingine kila siku anatajwa. Likitokea la huku yuko, ukigeuka kwenye hili yupo, ukirudi nyuma nini kinazungumzwa yupo, ukienda mahali pengine yupo. Na kwa sababu wabunge saa nyingine wana immunity, atakuwa yuko humo bungeni na saa nyingine anachangia hoja. Na anapochangia hoja mpaka mishipa inasimama.
lakini watu wanajua. Na hii pia inaaibisha bunge, kwa sababu wabunge wengi ni wazuri, safi. Umeona hii kamati wamefanya kwa umoja kabisa kwa kutanguliza maslahi ya nchi. Kwa hiyo mimi nakubaliana na wewe. Kwanza huwa mna kamati yenu ile ambayo inachukuliaga adhabu wa bunge. Sifahamu kama inakubalika kuzungumza huko. Sitaki kuingilia kwa sababu ni muhimili unaojitegemea. Lakini ukiguswa mnakaa saa nyingine mnajadili haya mambo, ili kama kuna umuhimu wa kubadilisha kanuni, mengine muwe mnapeana adhabu huko. Lakini pia nakubaliana na wewe kwamba mtaandika barua kwenye vyama vinavyohusika. Na mimi hapa kwa kweli ni mwenyekiti. Kwa hiyo wabunge wa namna hiyo ambao kila mahali wanatajwa, usisite kuandika na matatizo yao huko. Sisi watu na taratibu zetu, tunaweza tukawaonya, tunaweza tukawajadili wakajitetea, chama kitazingatia miko yake. Lakini ni lazima tufike mahali kwamba Tanzania tuwe na uchungu wa rasilimali zetu ambazo zimekuwa zikipotea. Lakini kwenye taarifa hii ya waheshimiwa wabunge, kamati yako, wako watu wametajwa na wengine mimi ndiye nilihusika kuwateua. Sasa ukishatajwa inawezekana yuko so much clean, lakini umetajwa. Inawezekana wewe ni mchapakazi kweli, lakini umetajwa. Inawezekana wewe ni mpole tena handsome kweli, lakini umetajwa. Na umetajwa na wabunge. Na mimi nafikiri Mheshimiwa Zungu hawezi akamwonea mtu. Mheshimiwa Ndasa hapa hawezi akamwonea mtu. Mheshimiwa Sirinde hawezi akamwonea mtu. Mheshimiwa Kiura hawezi akamwonea mtu. Mheshimiwa Dadi hawezi akamwonea mtu. Mheshimiwa Doto hawezi akamwonea mtu. Lakini wewe pia spika ambaye umelipokea hiyo ripoti, huwezi ukamwonea mtu. Na mimi sitaki kuamini kwamba kuna wabunge wanaweza wakamwonea mtu, kwa sababu mmeapa kwa viapo kwa ajili ya kulinda maslahi ya nchi hii. Sasa kwa sababu mimi ndiye niliwateua, inawezekana wengine wako kwenye position fulani au niliwateua wakaenda mahali fulani, provided mimi nilikuteua. Na kwa sababu hii ripoti zote mbili, ya Almasi na Tanzanite, nimesema nimeipokea yote. Kwanza naagiza vyombo vya ulinzi na usalama vifuatilie yote haya. Na vifanye haraka. Lakini la pili, wale ambao wametajwa kwenye ripoti hiyo ambao ni wateule wangu, labda huko waziri au naibu waziri au katibu mkuu au rasi au DC au mkurugenzi, inawezekana ulifanya kule, baadaye sasa ni mkurugenzi wa wilaya, lakini umetajwa kwenye ripoti hii.
na ili kusudi vyombo vya ulinzi na usalama vifanye kazi yake vizuri, haviwezi vikafanya kazi vizuri na wewe bado uko serikalini. Ni matumaini yangu watalizingatia hili. Ni matumaini yangu watakaa pembeni. Ndugu zangu, najua mmenielewa. Ninazungumza haya si kwa sababu kwamba mimi nawachukia watu, lakini tukienda kwa utaratibu huu, nchi hii tutakuwa watumwa. Tunaibiwa mno mno, ni maajabu. Na saa nyingine wanaohusika ni watendaji wetu. Unaposaini mkataba mkubwa kama huo na kuna ofisi ya AG na na wasaidizi wake, mnaweza mkajiuliza maswali mengi. Lakini nashukuru kwenye ripoti yenu mmesema swala la mfumo nalo ni tatizo. Inawezekana kweli hawa makosa sio yao, ni makosa kutokana na mfumo. Lakini kama ni mfumo ndio matatizo, sifumuka. Kwa sababu nasikia mlizungumza kuna mahali mtu alienda akakuta kuna ya ovyo, akasema yeye alichukia sana akarudi. Katika ripoti yenu jana nilikuwa nawasikiliza. Sasa kama umekuta mahali panatendeka ya ovyo, kwa nini wewe ukakae tu umechukia? Huchukui hatua. Sasa ikiwa kila mmoja atakuwa anakwenda mahali akute pabaya achukie, maana yake hata ninyi na kamati mungeenda mkakuta kule mkachukia, mkaja mkakaa. Kwa sababu unapokuta kibaya cha kwanza ni kuchukia. Maana yake na wewe spika ungetoka hapa wala ungechukia, halafu usingeunda hata hii tume. Na ninyi wenye viti wala msingekaa usiku kucha mnaandika na kutafuta na kuhoji mashahidi zaidi ya 100 na kitu, kwa sababu mmechukia. Utamuuliza nini na umeshachukia? Kwa hiyo ni lazima tufike mahali maslahi ya nchi yetu tuyatangulize mbele. Na ndio maana nimeanza na kuwapongeza sana waheshimiwa wabunge, lakini nawapongeza sana Watanzania wote, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, wanasiasa wote, viongozi wa dini, wazee, wale wote ambao wanatanguliza maslahi ya nchi yetu. Mimi ndugu zangu, kwenye kazi niko temporary. Maisha yenyewe ni temporary. Ni temporary. Lakini naumiza sana unapoingia mahali unakuta mambo ya ajabu sana. Mambo ni ya ajabu. Mengine ni aibu hata kuyataja. Na watu walikuwepo. Lakini sitaki na mimi nikae waje waseme walikuwepo. Nataka tufike mahali kama ni kuanza upya tuanze. Kama tatizo madini haya tumeibiwa sana, basi tufunge. Watakuja watu wenye akili, watoto wetu au wajukuu wetu waje wafanye hii kazi, kuliko sisi tumekaa hapa alafu tuachie madini yanasongwa tu. Nilisikia wengine wanatishia hatu wanapunguza wafanyakazi. Mimi nilitamani waseme wameondoka.
kwa sababu wakiondoka tutachukua hata wananchi wa kawaida, watajazana mle kwenda kuchimba. Tatizo tu litakuwa kucontrol maisha yao, kwa sababu itakuwa ni kazi. Kwa hiyo kama wamefukuza wafanyakazi 2,000, tukiruhusu wale watu hata wa jirani tu Nyamongo hiji wapi, tutatengeneza ajira ya watu 1,000,000. Of course na vifo vitakuwa navyo wapo watu wataacha kazi, wataenda mle. Wewe ukalikuta li dhahabu limekaa hivi, utaacha, utaenda kukokotoa mle. Sasa itakuwa ndiyo kazi. Tumepewa hii rasilimali yetu. Kwa hiyo wale wasijaribu kutisha, wao ndio wataendelea kutishika. Umaskini wetu na bajeti yetu hii, inawezekana tunahudumia nchi zingine. Ninyi mnatengeneza bajeti ya bilioni 30, bilioni ngapi? Wakati walichochukua ni bilioni 600 au trilioni 600. Wao wanakwenda kutengeneza bajeti yao, halafu mnakwenda wanawaletea siku moja bi complimentary, mnasema hao wafadhili. Sisi ndio wafadhili. Lakini niwaombe viongozi wenzangu serikalini, kama Tanzanite inatoka tu wilaya moja ya Simanjiro, BOT ambayo inasimamia rasilimali na fedha za nchi hii, walishindwa hata kuwa na kakituo kao kamoja pale kakukusanya Tanzanite tu, halafu wananunua wanaweka kwenye reserve ya nchi. Nani alituroga sisi? Lakini tuna maaskari wengi, na huwa ni kulinda nchi na usalama wa raia. Tuna polisi kweli, hata tukipeleka pale, hata tukazungusha mgambo, ile tutakayokuwa tuna save mle ndio mishahara yao. Kwanza tutakuwa tumetengeneza ajira, lakini Tanzanite haitaibiwa. Kama tumetengeneza ajira malaki kule nchi zingine, sisi tunafaidika na 5%. Ni lazima mahali tufike kama taifa, tujiulize tumekosea wapi. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, sincerely, na waheshimiwa wabunge mliohusika na kamati hizi zote mbili za almasi na Tanzanite, na waheshimiwa wabunge kwa ujumla, napenda kusema nawashukuru sana, kwa sababu ripoti hii ingekuwa ni ya juu, na hiyo ndio ulikuwa mtego. Ingekuwa ni ya juu ya kisiasa, ningeunda leo mimi tume nyingine ya wataalamu, halafu ni compare uchunguzi wa wabunge na uchunguzi wa wataalamu. Lakini sasa mmeua ndege moja, ndege wawili kwa jiwe moja. Ninyi mmekuwa wataalamu, halafu mmekuwa wabunge. Sisi tutaifanyia kazi, na nitaomba waziri mkuu aitishe wataalamu wote wanaohusika na haya mambo ya madini, ofisi ya mwanasheria mkuu, wizara zinazohusika, waanze kukaa kwa kushirikiana na wabunge wa kamati hizi, wawape input, tuanze kufanya maandalizi ya kubadilisha sheria hizi. Tulivyobadilisha sheria ya madini ya dhahabu, imetusaidia sana katika mazungumzo yetu, kwa sababu sheria hutungwa na bunge, na bunge linawakilisha watu. Hawezi mtu akasema mbona hii sheria mmetunga sasa hivi. Ndio tumetunga, tumeona huu ndio wakati wa sheria hii inatakiwa kutumika. Kwa hiyo hatujachelewa, huu ndio wakati wa kubadilisha sheria zetu.
Ni lazima tubadilishe kwa manufaa ya nchi yetu. Niwashukuru wazee. Inawezekana mengine tunafanya ambayo hamkuyazoea kuyaona wakati wenu. Msichangae, mtuombee. Kwa sababu tunatubu mbele yenu ninyi wazee. Mlipotoka sisi tulijisahau. Tulikubali kutumiwa. Kwa mfano hawa wabunge wangepewa Tanzanite ijui ngapi. Hii report zilingeandikwa hata peji 2 tu kwamba tumeona mambo yote mazuri. Lakini hawajakubali utumwa wa namna hiyo. Waliokwenda kwenye almasi tu kishapewa hivyo unasema vingine dola milioni 2. Nani hapendi hela? Lakini mmetanguliza uzalendo na Utanzania. Hongereni sana. Taifa hili likisimama hivyo, kila mmoja wetu mahali alipo, tutafanikiwa sana. Kwa sasa hivi uchumi wetu unakuwa kwa 7.1, 7 mpaka 7.1, na inawezekana ukafika hapo, na almost sisi ni 4. Ethiopia ndio ya kwanza katika kukua uchumi zaidi kwa 8.3. Sisi tumefungana na India, pamoja na kwamba wanachukua Tanzanite yetu. Sasa ingebaki huku, uchumi wetu ungekuwa unakuwa kwa spidi kubwa. Kwa hiyo bunge liendelee kusimamia. Spika, nakupongeza sana. Wabunge nawapongeza sana. Tembeeni kifua mbele. Shirikianeni. Mungu hakuumba vyama, aliumba Watanzania. Wewe Silinde, hukujua hata kama utakuwa Chadema ulipozaliwa. Na inawezekana ulikuwa CCM. Na wapo ambao ni CCM waliamua kwenda Chadema. Ni kwa sababu Mungu hakuumba vyama, aliumba Watanzania. Tukiutanguliza Utanzania wetu kwa masilahi ya taifa, tukasimama pamoja, we are going to be the winner. Hawatatuchezea. Lakini mkiwa kwenye vita, halafu wengine wanageuka nyuma, wanasema nataka kujiunga na hawa tunaopigana nao, ule ni usaliti mkubwa. Ninyi mmeriski maisha yenu. Mungeweza hata kupewa sumu wote. Lakini mnafanya kwa ajili ya Tanzania. Kwa hiyo tukitanguliza masilahi ya Tanzania tutafanikiwa. Na mimi ndicho hicho na waomba ndugu zangu wa Tanzania wote. Kila mtu, kila mahali alipo, tutangulize Utanzania wetu. Kwa ndugu zetu viongozi wa dini, wao waendelee kuliombea taifa hili. Na kwa wazee wetu, muendelee kutupa ushauri. Juzi nilikuwa na mzee Kupare Ikulu, akanambia hapa nimekaa mimi miaka 23. Akaniambia ofisi alikuwa anakaa fulani, huyu anakaa fulani, huyu alikuwa anakaa fulani. Alitaka kuniambia kwamba hapo ni temporary, ni mtakuja, nitaondoka tu pale. Na huo ndio ukweli. Lakini wameondoka hawa wazee na maadili yao, wana heshima, na ndio maana anaweza akazungumza chochote mahali popote. Ukishikwa na marushwa haya, huwezi ukazungumza kitu. Ukizungumza watu watakushangaa. Wataona kama unaimba ngonjera. Kwa sababu it's not coming from your heart. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Nawashukuru sana viongozi vya vyama mbalimbali. Namuona pale Profesa Lipumba, mzee Cheyo Dovutwa, mzee nani huyo Chibuda,
na wengine. Masilahi ya vyama vyetu tuyaweke pembeni, tuanze kwanza kushughulikia masilahi ya taifa letu, na masilahi ya taifa letu ni pamoja na kuokoa mali na rasilimali za Watanzania. Ni viombe vyombo vya ulinzi na usalama, simamieni rasilimali za Watanzania. Msisite kumshughulikia mtu yoyote anayechezea mali za Watanzania. Ni mara 10 uvunje sheria, lakini ukiwa umeokoa fedha za Watanzania. Mjipange na mnaweza mkaleta strategy namna gani sasa mtaanza kulinda Tanzanite. Mkiamua mtaweza wote. Mkikaa pamoja mkaamua sasa tunalinda Tanzanite, hakuna mtu atakaye kuja kuchezea pale. Ninawashukuru sana. Kitaka zungukeni hapo pote. Hakuna ubaya kulinda pale na SMG. Ni mali yetu. Kila anayepita ameenda kuchimba mle anachekiwa, analipa percentage yetu, inakuwa recorded, unampeleka naenda kuuza. Hicho ndicho tunachotaka. Wakati tunatengeneza utaratibu mwingine, ni mara 10 haya madini yasiuzwe, kuliko watoto watakao kuja waje wakute hayapo. Tutakuwa sisi tunajipenda, sisi hatupendi Tanzania. Lakini hata almasi, mbona Wasukuma pale wa Maganzo wanachimba? Ukiwaambia wale kweli waingie mle mwadui, hawatatoa, halafu tukakusanya tukasafirisha sisi wenyewe. Lakini vile vifaa vinavyotumika kuchimba mle tumeshindwa kuvinunua. Mbona magreda ya barabara tunayanunua? Saa nyingine ni kuamua. Mimi niwaombe viongozi wenzangu kushirikiana na bunge tuamue. Mimi ningependa kuona Watanzania ndio matajiri. Ungekuwa ule mgodi unamilikiwa hata na Ndasa, ingekuwa safi. Na yeye ameshangilia kweli. Au hata na Mgogo mmoja. Asinge tuzurumu kama tunavyozulumiwa sasa. Tujenge uzalendo, tuilinde nchi yetu, twende mbele. Hilo ndio ombi langu. Nipende tena kuwashukuru sana ndugu zangu, wazee wangu, viongozi wa dini, waheshimiwa wabunge, wanafunzi, vyombo vya ulinzi, wanasiasa na vyombo vya habari ambavyo wamejitoa kutangaza na kutoa taarifa ya vitu hivi. Huo ndio uzalendo wa kweli. Muendelee kuwaelimisha Watanzania. Wasaliti huwa hawakosi. Hata enzi za mitume wasaliti walikuwepo. Tutaendelea kuwaelimisha ili wajitambue kwamba tuko kwenye vita, na vita ni vita. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana. Waheshimiwa wabunge na washukuru. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepewa hili jukumu sisi tulisimamie. Sasa hizi document sifahamu kama kuna kopi nyingine, lakini mimi nilitaka hizi ni wakabidhi vyombo vya ulinzi na usalama hapa. Wakalale nani mpe wa PCB aliyekaa katikati. Njoni kukabidhi bwana. Sasa ndugu zangu, nimeamua ni wakabidhi ili nisikae nalo mimi hii ripoti. Mimi nitabaki na summary pamoja na Waziri Mkuu. Tutaendelea kufuatilia ili hawa wakaanze kufanya kazi. Tusikae tunacheza. Tumecheza mno kwa miaka 50. Ninafua kuchukie uonekane wewe sio mwanasiasa mzuri, unpopular,
kwa sababu sikuja kutafuta mchumba, nimekuja kufanya kazi za Watanzania. Ili nikishaondoka waje wale wa kutafuta wachumba, lakini kwa kipindi changu mimi nataka iwe kazi, ili kurahisisha uzalendo wa Kitanzania na kulinda rasilimali za Watanzania, ili nchi iendelee kuwa nzuri. Hicho ndicho mimi naomba. Kwa hiyo niwaombe mawaziri na viongozi wengine, makatibu wakuu, kafanyeni kazi. Nimewapa hawa vyombo vya ulinzi hizi document, na ninyi muhakikishe mnafuatilia. Hakuna sababu ya kukaa mahali huna beam balance. Huwezi ukakaa mahali huna measurement instrument za counter check. Wale wote waliotajwa, kwa mfano wale waliokaa miaka 20 na kitu pale Almasi pale, lazima washughulikiwe, na nitashangaa nikiwaona hata leo bado hawajashikwa. Ni lazima tufike mahali tupunguze huruma. Huruma ndio inatuua na ndio inawaua Watanzania. Inawezekana hata mishahara watu wangekuwa wanalipana mishahara mikubwa mno, mabilioni ya fedha. Hata spika usingekuwa nisumbua. Pesa zimeisha, unajiuliza hivi nitoe wapi? Wananchi wasingekuwa na hangaika mbolea. Kila mahali pangekuwa pameguswa. Watu wasingekuwa na hangaika madawa. Ukitangaza tu kwamba kuna matibabu ya bure Dar es Salaam, watu wanatoka mpaka Tanga, wanalala pale. Pale unajua kwamba kuna mahali kuna tatizo. Lakini fedha zinasombwa tu, dhahabu zinasombwa tu, almasi zinasombwa tu. Inaumiza. Ninawaomba ndugu zangu, tushirikiane katika hili. Nchi yetu imechezewa mno mno. Tumeonewa mno. Tufike mahali tuseme basi. Ndugu zangu, mimi nashukuru kwenye kamati. Mungu ibariki Tanzania. Mungu awabariki wabunge. Na Mungu awabariki wote watakaoshughulikia hili swala, ili rasilimali ya Tanzania ikalindwe kwa nguvu zote. Asanteni sana, washukuru sana.